Habari za muda huu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika podcast yetu. Podcast yetu inajulikana kwa anwani ya kilimo tija, ukombozi wa kiuchumi kwa vijana. Lengo kuu la podcast ni kujaribu kuangazia sekta ya kilimo na kuibua fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo ya kilimo ili kusaidia jamii na hasa vijana kuibua na kuwekeza katika fursa za kilimo ili waweze kujikomboa kiuchumi. Katika podcast hii tutakuwa na tukialika vijana mbalimbali na wataalamu mbalimbali ambao wao wamepiga hatua katika eneo hili ama katika tafiti au wamewekeza katika kilimo tija. Na katika sehemu ya kwanza ya podcast hii tutazungumzia kilimo cha uyoga kama moja ya fursa za kiuchumi kwa vijana. Na leo tuna mgeni mwalikwa ambaye yeye ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Kijana huyu anasomea kilimo biashara. Mbali na kuwa mwanafunzi, lakini yeye amejipambanua zaidi katika kilimo cha uyoga. Na atajitambulisha mwenyewe kwa kifupi, na pia tutaangazia kwa nini yeye ameona kilimo cha uyoga kama moja ya fursa za kiuchumi na fursa ya kiuchumi na kwa wale vijana ambao hawana ajira rasmi. Karibu sana mgeni wetu mwalikwa. Asante sana. Naomba ujitambulishe. Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Amon Ngunwa, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo na ambaye naisoma sayansi ya uchumi kilimo na biashara. Kampasi ya Solomon Mahalangu inayopatikana Mazimbu kule. Mbali na masomo najihusisha katika pia uzalishaji nafanya kilimo cha uyoga. Yeah. Asante sana. Na karibu pia. Asante sana. Leo tumekualika katika podcast hii. Lengo kubwa hasa la kukualika ni utupatie uzoefu wako kama mkulima wa uyoga. Lakini watu wanaweza kuwa na maswali mengi sana kabla tujaanza kuzungumza uyoga, kilimo cha uyoga nini na mambo mengine mengi ambayo kwa uzoefu wako unaweza ukabadilishana mawazo na watu wanaokutazama. Lakini tungependa kuanza kwa kuangazia uyoga. Unaweza kuuliza swali la kitaalamu, uyoga ni nini? Uyoga ni kiumbe ambacho kinachopatikana katika kundi la fungus, ambao ukuaji wake unategemea kwa kufyonza vimeng'enywa au mabaki ya kilimo mbalimbali, kwa mfano majani ya mpunga, majani ya mahindi, mabaki ya mbao. Ukuaji wake unategemea kufyonza vile vimeng'enywa na kukua katika hali ya unyevu na kivuli, ambapo pia kwa hiyo uyoga upo katika kundi la mmea wala upo katika kundi la mnyama. Kwa sio mnyama wala sio mmea, ni fungus. Ni fungus. Okay. Kitaalamu. Tunaweza kuweka uyoga katika makundi mangapi? Kitaalamu tunaweza tukaweka uyoga katika makundi mawili. Makundi ambayo tunaweza sasa sisi kama sisi kuyalima na makundi ambayo hatuwezi kuyalima. Makundi ambayo hatuwezi kuyalima ni yapi? Kwa mfano ule uyoga ambao unaota katika mazingira tofauti, porini, nyumbani, nyumba pale mbele, ule ni uyoga ambao unatoka tu kutokana na mazingira yale, ambapo sisi hatuwezi kulima. Lakini kuna kundi lingine ambalo tunaweza kulima, ni uyoga ambao wenyewe unaweza kula vimeng'enywa vingi au mabaki mengi ya kilimo, mfano majani ya mgomba, majani ya mahindi, ambapo unatumika ambao sasa huo tunaweza kulima kwa kuandalia mazingira kama hayo. Okay. Kwa tofauti ya hiki ule uyoga ambao unaulima wewe, ndio ni ule ambao wewe unauandalia mazingira unaandalia, na ule unaojiotea porini unategemea mazingira yale husika au kama ni pale mazingira ya nyumbani, kwa unategemea mazingira husika. Tofauti na ule ambao unaulima wewe unauandalia mazingira. Kwa mfano kuna uyoga fulani unatoka kwenye vichuguu. Bila mtu wa kuwepo pale ule uyoga hauwezi kutoka. Wanasayansi wamehangaika sana kutengeneza ule uyoga, lakini wameshindwa. Kwa hiyo kuna mahusiano
mchwa ndio wanasaidia ule uyoga kufanyaje kutoka. Sasa ukitaka kutengeneza utakamata mchwa ngapi Okay, sahihi kabisa. Sasa walaji wa uyoga mara nyingi sana huwa wanakuwa na hofu ya kukutana na sumu kwenye uyoga. Na una kauli moja maarufu sana inasema usiwe kama uyoga bana. Wakati mwingine ni chakula na wakati mwingine ni sumu. Ndio. Sasa kauli hii huwa ni imetengeneza sintofahamu kwa walaji wengi wa uyoga kwamba mimi naweza kukutana na uyoga ambao ni sumu. Ndio. Sasa tunawezaje kutofautisha uyoga ule ambao ni sumu na ule ambao sio sumu? Kweli hilo swali pia nimeweza kukutana na walaji wengi wananiuliza kwamba wewe unaweza ukawa uyoga ukawa sumu. Sasa kwa mazingira ya kawaida, kwa huu ambao sisi tunaulima ule wa asili tunaulima kwa njia ya kisasa, ni ngumu kutengeneza sumu kama utafuata sheria zifuatazo. Utakuwa na vimeng'enywa vizuri, ambapo hayo mabaki ya kilimo mazuri, vimeng'enywa sahihi. Ukiwa na mbegu iliyokuwa safi hauwezi kutengeneza sumu. Lakini ukifanya vibaya, kwa mfano ukitengeneza yaani ukiwa na vimeng'enywa vile ambavyo vibaya, sasa vinaweza vikachochea ule uyoga ukapata sumu. Lakini tukija kwenye upande wa ule uyoga wa kuokota porini au kuokota katika mazingira ya kawaida, ule mara nyingi ni kwanza uruhusiwi kuokota uyoga. Sawa? Kingine pia unaweza kutambua kwa namna gani? Kwa namna moja kwamba ukautambua hata kwa harufu. Ukanusa ile harufu yake ukaona kuna harufu fulani kama ile samaki amefanyaje? Amevunda. Unakuta ile unajua sasa huu ni sumu. Kuna mwingine unakuta unaweza kuangalia rangi. Kuna uyoga fulani hivi mwekundu una vidoti vyeupe. Ule ni sumu. Japokuwa kuna mwingine mwekundu unaitwa Ganoderma. Huo sio sumu. Pia unaweza ukaupiga teke uyoga. Ukiona kupiga teke unamwagika kama unga. Ule pia ni sumu pia. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana hofu ya kula uyoga ambao una sumu, kama tumethibitishwa na mtaalamu, ni mara chache sana kukutana na sumu isipokuwa kwenye ule uyoga ambao unaweza kujiotea wewe. Ndio, mara chache. Huwezi, yani ngumu sana kama utapata mafunzo sahihi basi na kutumia vimeng'enywa sahihi hauwezi kutengeneza sumu, kwa sababu pia kila uyoga una sehemu yake yani una mazingira yake ya kukulia. Kwa hiyo ni ngumu sana kutengeneza uyoga sumu. Okay. Sasa wewe umeuchukulia uyoga kama fursa ya kiuchumi. Ndio. Sasa watu wanaweza kujiuliza maswali kwamba je, kilimo cha uyoga ni nini? Nini unaweza kumsaidiaje mtu kufahamu kumbe kilimo cha uyoga ni kitu fulani? Kilimo cha uyoga ni tofauti, kuna utofauti kabisa na kilimo cha kawaida. Kilimo cha uyoga ni kilimo ambacho kinatengenezewa mazingira. Kinatengenezewa mazingira kama chumba au kibanda. Unaweza kutumia chumba ukakibadilisha kile, ukakiweka unyevu, ukaweka kivuli na hewa ikawa mule inazunguka vizuri, uyoga unafanyaje? Unaweza ukatoka. Lakini unaweza kutengeneza kibanda nje ya nyumba, kibanda cha majani ambacho jua haliingii moja kwa moja wala kuna unyevu wa kutosha. Kwa hiyo inasaidia pia uyoga kufanyaje? Kukua, kwa sababu uyoga unahitaji pia jua kukua, kwa sababu tumeshasema uyoga sio mmea. Kwa hiyo wenyewe hautegemei jua. Hautegemei jua kabisa katika ukuaji wake. Wenyewe unategemea kufyonza virutubisho vilivyoandaliwa kutoka kwenye hivyo vimeng'enywa au mabaki ya kilimo hayo. Kwa hiyo ukuaji wake wenyewe unategemea kwa kufyonza vile vimeng'enywa ambavyo utakavyoviandalia wewe sasa kufanya uyoga ufanyaje? Ukue. Okay. Kwa hiyo manake kwamba mimi nikitaka kulima uyoga manake lazima niandae mazingira sahihi. Ndio. Sasa mtu mwingine anaweza kujiuliza swali kwamba mimi nataka kuanzisha kilimo cha uyoga. Ndio. Ninahitaji vitu gani vya msingi? Kwanza kabisa uwe na ujuzi, upate ujuzi wa kutosha. Pia ukishapata ujuzi uangalie na aina gani ya uyoga ambao utakaoenda kuzalisha wewe sasa, ambao unahitajika sokoni na vimeng'enywa vyake vinapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo vitu ambavyo unaweza kuwa navyo ndo kama hivyo, kwamba uwe na eneo umeliandaa, uwe na chumba ambacho umekitengeneza. Ni kidogo sana kwa sababu uyoga unalimwa katika eneo dogo. Kwa hiyo ukishakuwa na mazingira mazuri basi ndio utakusanya vimeng'enywa na taratibu zingine zitafuatwa. Umezungumzia kitu muhimu sana hapo. Umesema kwamba
aina ya uyoga. Kwa hapa Tanzania tunaweza kuwa tuna aina ngapi za uyoga ambazo zinalimwa? Na ipi ambayo mtu akilima kwanza inampatia mazao haraka, lakini pia ina faida zaidi kuliko aina nyingine? Aina ambazo tunaweza tukazilima Tanzania ni 3 ambazo unaweza kuzilima Tanzania. Una uyoga unaitwa mamama. Huo uyoga unaitwa mamama au unaitwa oyster. Kuna uyoga mwingine unaitwa Ganoderma, uyoga dawa. Kuna mwingine unaitwa Baton. Kwa hiyo uyoga ambao wewe sasa kama unaamua kulima na unaweza kukurudishia hela ndani ya mwezi mmoja, ni uyoga unaitwa mamama. Wenyewe ni rahisi kulima na vimeng'enywa vyake vinapatikana. Mabaki yoyote ya kilimo unayajua yanaweza kutumika kama vimeng'enywa vya kusaidia ule uyoga kukua, tofauti na aina hizo zingine zilizozitaja. Zinahitaji kidogo mazingira ya baridi sana. Kwa mfano maeneo ya Iringa kule ndio tunaweza tukalima huo aina ya uyoga unaitwa Baton. Tunaweza tukaulima kule Iringa, na Morogoro kuna sehemu moja inaitwa Mgeta ndio tunaweza tukalima hiyo Baton. Lakini huu uyoga unaitwa mamama Tanzania nzima unaweza kuulima. Yaani hakuna sehemu ambayo utakataa kulimika huo uyoga. Yaani sio kwamba unahitaji joto ama unahitaji baridi sana. Yaani mazingira ndio utakayoandaa. Mazingira utakayoandaa wewe mwenyewe. Ukishaandaa hayo mazingira ya unyevu na hali ya baridi, yani kama unaweza tuseme kwamba unaweza kuandaa yale mazingira ya msitu. Ukiingia msituni kuna hali fulani unaipata. Kwa hiyo uyoga unapenda hali kama ile, kuna unyevu na kuna kivuli. Kwa hiyo ile uyoga ndio unaweza kutoka vizuri. Sasa hivi muonekano wa uyoga huo unaitwa mamama unakuwa kama mwamvuli, unafunuka hivi, kofia yake inafunuka. Inafunuka. Na ule mwingine Baton kama virungu fulani. Na hiyo Ganoderma yenyewe inatoka kama uyoga fulani hivi mwekundu, unatoka kwenye magome kama ya mti. Ndio ule upo vile. Lakini sasa ule tunao sisi kidogo umethibitishwa. Umeona? Sio tu kila uyoga mwekundu basi umeona umetoka kwenye magome ya miti ukasema Ganoderma. Utakula sumu na utakufa. Sasa nje na faida za kiuchumi ambazo unazipata kwa kulima uyoga, kijana akajikomboa kiuchumi, lakini tunatamani kufahamu zile faida za kiafya ambazo zinaweza kupatikana kwa kula uyoga. Hii ni faida sasa kwa mtazamaji ambaye yeye ni mlaji wa uyoga. Ndio. Anaweza kuwa anajiuliza sasa mimi nikila uyoga napata faida gani? Yes. Faida kubwa kwamba ina protini. Sawa, uyoga una protini ambao isiokuwa na mafuta. Kwa hiyo protini inasaidia katika ukuaji wa mtoto, au pia wazee pia wanahitaji protini ya kutosha. Kwa hiyo kila uyoga inasaidia katika ukuaji wa mtoto, pia kwa wazee. Pia ina madini ya selenium. Madini ya selenium kazi yake kusaidia kurudisha kumbukumbu, hususan kwa wazee. Pia inaweza ikasaidia kwa wale ambao wanahitaji kupunguza uzito. Haina haja kukaa kujitesa kuanza kukaa kushinda na njaa. Uyoga tu wenyewe ukila, unakula kidogo unajisikia umeshiba muda mrefu, kwa sababu una protini nyingi na fiber, yani nyuzi ambayo inasaidia wewe katika unajisikia umeshiba muda wote. Kwa hiyo kila kidogo unahisi umeshiba. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kukanda bila kula. Kwa hiyo mfumo unaweza kupunguza uzito pia. Lakini faida nyingine inaenda kuamsha zile seli za ulinzi. Ina kemikali za asili ambazo zinaitwa beta glucans, ambayo kazi yake kuziamsha zile seli za ulinzi. Kwa hiyo ukiweza kula uyoga mara kwa mara, unaweza kujikuta unapambana na magonjwa mbalimbali, kwa mfano saratani, magonjwa ya moyo. Kwa hiyo inasaidia pia kuna madini ya potassium na magnesium ambayo yanasaidia kwenda kutanua ile mishipa ya moyo, sawa, na kusaidia mapigo mazuri ya moyo. Yani moyo unakuwa unalinda moyo, inalinda afya ya moyo. Kwa hiyo una faida nyingi sana kiafya. Kwa hiyo mimi naweza kuwa najiuliza swali kama mtazamaji anavyoweza kuwa anajiuliza swali. Sasa mimi kitaka kulima uyoga, nahitaji shamba kubwa sana au nahitaji mtaji mkubwa kiasi gani? Yaani hapo kwenye mtaji na shamba. Unahitaji shamba kubwa kiasi gani kulima uyoga? Yaani kwa mtaji, kwa shamba niseme sio shamba. Sisi ukisema shamba tuna mashamba ya uyoga. Sawa. Ambayo yanatofautiana na shamba ya kulima kama mahindi. Eneo linalohitajikana ni dogo.
kama unaweza ukatengeneza futi 10 upana, urefu 20, futi 20, unaweza ukatengeneza mule mashamba zaidi ya 1000. Mashamba ni nini? Mashamba sasa ni vile vimeng'enywa nilivyoisema. Mfano majani ya mpunga, majani ya mahindi, ya mgomba, ya ambayo yamekatwa kidogo kidogo, au yamesagwa, yanajazwa sasa katika mifuko maalum. Ndio lile likishajazwa, tukisha kuweka na mbegu mule, ndio tunaita shamba. Kwa hiyo inatengenezwa katika chumba cha kawaida kidogo dogo tu, ambacho unaweza ukatumia kama miguu, unaweza kuhesabu 6 kwa 4. Pia nacho kinaweza ukalima mule mashamba zaidi ya 500. Pia unaweza ukatengeneza kibanda cha makuti kabisa na majani, yani cha majani kabisa, yani kile cha majani kabisa, gharama ndogo kabisa, unaweza kukata tu polini. Unachokizingatia kwenye kile chumba, nini hasa cha msingi inapaswa kwenye kile chumba? Kinachozingatiwa katika kile chumba ni unyevu unautengeneza wewe mwenyewe. Unautengeneza kwa aina gani? Kwa kama unaweza kuvaa ile bomba lile la kupulizia kwenye nani ya lile kupulizia dawa shambani. Sasa unanunua hiyo ya kwako jipya ambalo halina sasa ile changanya na hiyo sumu. Ukichanganya sumu unaenda kuweka sumu kwenye uyoga. Kwa hiyo unatakiwa una bomba lako jipya kwa ajili ya kuongeza unyevu mule ndani ya banda. Sawa, huo unyevu utasaidia ule uyoga kutoka, kwa sababu unahitaji kumwagilia maji. Au mwagilii maji, yani ni unyevu tu unapuliza ndani basi. Kipindi cha mvua haina haja ya kumwagilia. Ule unyevu unatoka nje, uyoga wenyewe una uwezo wa kuvuta ule unyevu. Kwa hiyo haina haja ya kumwagilia kipindi cha mvua. Kwa hiyo uwe na kivuli, sababu jua lisiweze kwenda moja kwa moja. Likipiga hauhitaji jua kabisa uyoga. Labda ukiuvuna unaweza kuweka juani kidogo ili uweze kupata vile vitamini D vya kutosha sasa kwenye jua, lakini jua haihitajiki kabisa. Na mtaji ukiwa na 200,000 unaweza ukaanza hiki kilimo na kwa kidogo kidogo, na ukajikuta unapata mule faida inasaidia kukua sasa zaidi. 200,000 inatosha sana kuanzisha kilimo hiki. Okay. Mimi labda niulize swali jingine. Kwenye ile chain ya uzalishaji wa uyoga. Ndio. Mimi naweza kuwa nahitaji kuzalisha uyoga. Na kuna siku ndio kuzungumza na kaniambia kwamba huwezi kupata hasara kwenye kilimo cha uyoga. Ndio. Ulikuwa unamaanisha nini? Huwezi kupata hasara kwa namna ipi? Katika ule mnyororo wa kilimo cha uyoga, ule mnyororo wa thamani wa kilimo cha uyoga, unaweza ukaamua bwana, mimi nitakuwa nanunua mashamba kutoka kwa wakulima. Sawa? Wakulima unanunua mashamba, unaenda kuyakuza nyumbani kwako. Pia unasema bwana, mimi nitakuwa nalangua uyoga kutoka kwa wakulima. Nalangua uyoga naenda kuuza. Kwa hiyo au unaweza kusema natengeneza mimi mwenyewe na wauzia pia wakulima. Kwa hiyo katika mnyororo wa thamani unaweza kuangalia mimi nakaa katika kipengele gani? Labda cha kutengeneza zile mbegu za uyoga, au cha kukausha ule uyoga na kuuza mkavu. Kwa hiyo niseme kwamba uyoga kama uyoga ukiwekeza katika uyoga uweze kupata hasara, kwa sababu ukiona umekosa soko utaukausha kwenye solar dryer. Ukishaukausha vizuri basi utauza ukiwa mkavu kwa bei ile. Japokuwa uzito utapungua, utauza sasa sio kilo moja, utauza gramu. Kwa hiyo itatoka kwenye kilo inarudi kwenye gramu. Kwa hiyo na bei utauza ile. Yeah. Okay. Kwa maana kwamba mimi nikilima uyoga na ghafla soko lika boom ndio kupata soko. Ndio. Kwa naweza nikauchukua uyoga nikaukausha. Ndio vizuri. Kauza kama mkaa au nikausaga. Ukauza kama unga. Okay. Unga ule unatumika katika kuongeza sasa kwenye kwenye uji wa watoto. Hata wewe mwenyewe pia kwenye mboga mule umeongeza protini na faida zingine utazipata mule. Kwa hiyo ukilima uyoga huwezi kupata hasara. Ukiona umekosa soko siku hiyo, basi unaukausha, unaweka na ukiukausha sasa ndio umeongeza maisha yake, unakuwa unakaa muda mrefu kuliko ukiwa mbichi. Okay. Sasa vijana wengi sana wanapenda hadithi za mafanikio. Wewe umeshalima uyoga kwa muda mrefu. Ndio. Na ningetamani yani japo kwa muda mchache utupe tu hadithi ya mafanikio. Yani wewe kama mtu ambaye ushafanya kilimo cha uyoga muda mrefu, au unafahamu vijana wengine ambao wameshawekeza kwenye kilimo cha uyoga. Na
kuna hadithi fulani za mafanikio ambazo wewe unaweza kuwa nazo, natamani utupatie ili vijana tuwe motivated kwenye kilimo cha uyoga? Kwa upande wangu mimi kwa sasa hivi najisikia furaha. Nimejikuta sasa ninaajiri watu kunisaidia katika kilimo hiki. Kwa hiyo nimejikuta kumbe naweza nikamwajiri mtu mwingine. Umeona? Nilikuwa nawaza nitaenda kuajiriwa siku moja, lakini najikuta sasa hivi mimi ndo naajiri watu. Umeona? Katika kunisaidia katika kilimo hiki. Umeona? Kwa sababu ni shughuli ambazo zinahitaji pia watu wakusaidie katika uendeshaji, ambapo pale unapotaka sasa kukua zaidi, kwenda kibiashara zaidi, ndio lazima utahitaji watu wakusaidie. Wewe kimekusaidia kufanya nini? Mimi sasa hivi naweza kujilipia ada. Sawa? Nimeweza kujilipia ada, nimeajiri watu wengine. Umeona? Nimeweza kujuana na watu kupitia kilimo, watu kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi pia nimeweza kukutana nao. Kwa hiyo hata ile marafiki na kujuana na watu basi imenisaidia. Yaani umeweza kutengeneza network. Nimeweza kutengeneza network ya watu wengine, ambapo niseme mule darasani, mule ninaposoma hata darasani unakuta labda alikuwa anamuogopa mtu fulani, lakini unakuta mimi naongea naye tu vizuri kupitia kilimo hiki cha uyoga. Kwa hiyo inanipa amani muda mwingine. Kwa hiyo maana yake kwamba unapoanza kilimo cha uyoga, maana yake kuna faida zile za kiuchumi ambazo unazipata wewe mwenyewe binafsi, lakini kuna namna ambapo kilimo hicho kinakuunganisha na watu. Ndio. Umesema unaajiri watu wengine. Unawaajiri hasa wakati gani unahitaji kuajiri hao watu? Wakati ambapo wanapojaza vile vimeng'enywa katika mifuko, pale lazima nihitaji watu. Pale kipindi ambacho naweka zile mbegu za uyoga, nahitaji pia watu wa kunisaidia katika shughuli hiyo. Pia kwenye kumwagilia, kuleta ule unyevu sasa wenyewe, asubuhi unamwagilia kidogo, mchana, jioni. Kwa kuwa mimi nakuwa busy labda na vipindi darasani, na utanamwajiri mtu na nisaidia tu, anafanya vizuri. Kuna kitu kimoja ambacho kinashangaza kidogo, hasa kwa wanafunzi wengi wanakuwa wanaona kwamba mimi nikijihusisha na kitu fulani kitanilia muda, nitashindwa kusoma. Wewe umewezaje kubalance hivyo vitu? Umewezaje kuweka mizania kati ya hiyo biashara unayoifanya ama hicho kilimo unachokifanya na darasani? Sio tu kwa mwanafunzi, bali tu kwa mtu yote mwenye majukumu mengine. Sawa? Ni kilimo hiki ambacho unaweza ukalima ndani ya mwaka mzima. Akihitaji muda, waseme labda muda usiku au kipindi cha jua kali sana cha mvua. Yaani hahitaji hivyo. Unaweza ukalima muda wowote, hata usiku. Wewe tu kwa nguvu zako niseme. Kama unaweza nikaajiri watu, wanafanya hicho kilimo. Kwa hiyo ni kilimo ambacho hakiwezi kukuharibia wewe mipango yako. Sawa? Kwa hiyo unaweza ukalima darasani naenda, na unaweza ukalima na kazini kaenda vile vile. Kwa hiyo hakuna ugumu wowote kwenye? Hakuna ugumu wote. Ushaikutana na ugumu wote kwenye kilimo cha uyoga? Ugumu labda kipindi naanza kujifunza. Changamoto ndio nilipata hapo kwa kutafuta maarifa, nilitumia nguvu sana kupata maarifa. Hicho ndio changamoto nakutana nayo. Labda na wengine na magonjwa, lakini saizi nimeweza kuyatatua. Naweza kuyatatua haya magonjwa. Umeweza kusaidia vijana wengine? Nimeweza kusaidia vijana wengine. Kwa mfano saizi nafanya kazi nje ya napoishi huko, pia na chuo. Kuna vijana pale wapo nawasaidia. Kuna wakulima tayari nishaanza kuwafundisha wengi tu. Kwa hiyo wapo nao wanaendelea na uzalishaji. Wanazalisha uyoga kwa wengine kilo 6 kwa siku, 10. Na kijana mwingine ambaye unamfahamu ameweza kuwekeza kwenye kilimo cha uyoga, ama vijana kuwekeza kwenye kilimo cha uyoga na kimewapa mafanikio? Kwa hapa Morogoro kuna Led G Investment. Sawa, ni kijana ambaye yupo pale Mazimbu, yupo Sugeko pale, anazalisha uyoga kwa siku anaweza kuzalisha kilo 20. Sawa. Kwa hiyo anazalisha na mbegu. Kwa hiyo yupo pale. Kuna wengine vijana wapo Dar es Salaam, Uyoga Plus. Nao pia wapo wamejikita katika uzalishaji wa mbegu na uzalishaji wa uyoga tofauti. Kwa mfano uyoga dawa, ule baton na uyoga mamama. Wanafanya vizuri katika kilimo cha uyoga na pia wameenda mbali zaidi katika uzalishaji wa kilimo cha uyoga. Wanaweza hivi uyoga unatengeneza waini.
uyoga unatengeneza sambusa, uyoga unatengeneza mikate, unatengeneza yani unatengeneza supu. Kwa hiyo wameenda mafuta ya kupaka yale. Kwa hiyo uyoga umekuwa na thamani kubwa saizi kwa kasi. Asante sana. Na mimi nilikuwa na swali jingine ambalo nitamani utusaidie. Vyuo vikuu vyetu hasa vile ambavyo vina sekta za kilimo, vinajihusisha na kilimo, na zile taasisi ambazo zina train wanafunzi kwenye eneo la kilimo. Rai yako ni nini hasa kwenye kumsaidia kijana kuibua hizi fursa za kilimo na kujitengenezea ajira binafsi? Rai yangu ni kwamba katika hivi vyuo vya kilimo na taasisi za kilimo ziweke mazingira wezeshi. Kwa mfano kutengeneza mashamba darasa, ambayo yanahusisha kilimo cha uyoga. Au kilimo kingine chochote. Umeona, mbinu za uvundikaji, yani usindikaji, sawa, kuongeza thamani katika kilimo cha uyoga, kuwapatia maeneo kwa ajili ya kufanya kile kilimo cha uyoga, ili kuondokana na ile dhana kwamba nikitoka sasa chuo inabidi nirudi nyumbani kwa baba na mama, nikafanye kazi zile nilizozoea, nikajishikile pale katika zile hela za baba ambazo nilizozimaliza muda mrefu, nikazimalize tena kabisa. Kwa hiyo vyuo viweze kutoa hiyo dhana. Pia na vijana pia nao waamke, wafikirie kwamba serikali imesema haina ajira. Kwa hiyo nao watengeneze sasa mazingira ya kutengeneza ajira kwa ajili ya kuajiri vijana wengine na pia kujiajiri wenyewe. Umeona? Kwa kipindi ambacho wanasubiria ajira rasmi sasa, kutoka labda serikalini na sehemu nyingine, taasisi zingine, sio lazima serikalini, basi uwe na kitu cha kufanya. Usibaki tu kukaa tu nyumbani, utakuja msumu unasema mambo yaendi, kumbe maarifa ulipewa kwa shindwa kwenda kutumia katika mazingira ya kawaida. Mimi bado nasoma, lakini nimeweza kuona hiyo nini kitakachokuja kunisaidia katika siku zijazo. Kwa hiyo inanipatia faida. Kwa maana nikizalisha kilo 10 kwa siku na 100,000, sasa nitaanza kuwaza sasa kukimbizana na watu kwenye issue ya ajira, inakuwa kidogo changamoto. Ikitokea sawa. Kwa maana yake wewe unaweza kukimbizana na ajira yako binafsi. Yani naweza kabisa. Uhitaji ufikiri kwa ajili. Yani naweza kukimbizana kabisa kwa sababu pia nimefikia stage ya kuajiri watu. Sasa wale wataishije? Kwa hiyo Mungu akisaidia basi, lakini cha kwangu ninacho cha kuanzia. Unasikia kijana bwana. Moja katika vitu ambavyo tunatakiwa tutambue kwamba kwa mujibu wa Ndugeto hapa, mimi huwa natofautisha vitu viwili. Kuna ajira na kazi. Ndio. Kwa mtazamo wangu mimi, ndio, naamini kazi zipo. Ndio. Ila ajira zinaweza kuwa chache. Lakini kazi zipo nyingi sana. Kwa hiyo ukiamua kutengeneza kazi, yani una namna nyingi za kutengeneza mazingira ya kazi. Lakini inawezekana kuna shida hapo ajiriwa. Lakini ndio, kama utaweza kuadi ama kuongeza thamani kwenye vile vitu ambavyo watu wanaviona vya kawaida. Ndio. Kwa mfano, kijana mwenzetu hapa amesema kwamba yale mabaki nyaranda, sijui majani, bunga ya mazao yale ambao wengine wanachoma moto. Unaweza unaona ameweza kubadilisha yale mabaki kama moja ya vimeng'enyo muhimu katika uzalishaji wa uyoga. Naomba usiende mbali. Kutakuwa na session ya pili. Tumeanza session ya kwanza, sasa tutaenda session ya pili. Session ya pili itakuwa zaidi, tutatembelea shambani kwake. Tutaona namna anaandaa mashamba, na namna anaandaa kibanda, na namna ambavyo ana panda mbegu kwenye mashamba yake. Lakini pia niwakumbushe tu, kwenye session ya kwanza tumejaribu kuangalia kilimo cha uyoga kwa upana wake. Maana ya uyoga ni nini? Aina za uyoga zinazopatikana Tanzania, makundi ya uyoga ambao tuko nayo, lakini pia tumeweza kuangalia namna uyoga unaweza kuwa fursa muhimu ya uchumi kwa vijana. Pia tumetazama uyoga, faida zake kiafya. Ndio. Karibu sana na tunashukuru. Tunakukaribisha kuangalia session nyingine ya pili muda ujao. Asante sana. Asante sana. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA.